Habari zenu wapendwa wasikilizaji popote mlipo. Karibu tena kwenye kipindi chetu cha habari kupitia Kivu News Info, kituo chenu cha kuwaletea taarifa muhimu za kuaminika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu. Leo ni Jumatatu tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2026 na tunatumaini mko salama katika shughuli zenu mbalimbali ambazo mnaendelea kuziendesha. Na karibu sana kwenye kipindi hichi cha habari. Na katika taarifa zetu za habari ya leo tutazungumzia hali ya kiafya mjini Kinshasa baada ya kuwasili kwa mashua kutoka mkoa wa Equateur, huku watu 4 wenye homa wakifanyiwa vipimo baada ya kushukiwa kuwa wana ugonjwa wa Ebola. Pia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kulalamikia ukiukwaji mpya wa makubaliano ya kusitisha mapigano, ikitaja kuwa nchi ya Rwanda pamoja na waasi wa M23 wameweza kufanya hivyo. Na katika habari nyingine, barabara ya Erengeti kuelekea Kainama katika eneo la Beni imeweza kuendelea kuharibika, hali inayosumbua usafiri wa watu, biashara, huduma za afya na shughuli za kiusalama. Endelea kuwa nasi hadi mwisho ili kupata maelezo ya kina kuhusu habari hizo na habari nyingine. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kuwa nasi kwenye radio yetu hii, tafadhali usiweze kuondoka bila kusubscribe, kucomment, kutujulisha unatufuata ukiwa eneo gani, na kushare habari hizi ili kuwapatia nafasi ndugu na dada na marafiki waweze kutusikiliza pia. Tuanze moja kwa moja na habari zetu tukiwa ndani ya mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani Kinshasa, ambako boti la abiria kutoka eneo la Equateur liliweza kukaguliwa kwa tahadhari kubwa na kuweza kushukiwa kuwa ndani kuna uwezekano wa kuwapata wagonjwa ambao wameambukizwa na Ebola. Mamlaka za afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimewataka wakaaji wa jiji la Kinshasa kubaki watulivu na kuwa waangalifu kufuatia kuwasili kwa mashua iliyokuwa ikitoka katika mkoa wa Equateur. Wito huo umetolewa wakati ambapo mfumo maalum wa ufuatiliaji wa afya umewekwa katika eneo la Maluku ambalo ni sehemu ya kuingilia kwa mashua hiyo mjini Kinshasa. Mamlaka za afya zimesisitiza kwamba kwa sasa hakuna sababu ya wananchi kuingiwa na hofu wala kueneza taarifa ambazo hazijathibitishwa. Katika taarifa rasmi, katibu mkuu wa Wizara ya Afya ya Umma na Usafi, Daktari Bodi Ilonga Mboboko, pamoja na mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Kitaifa ya Afya ya Umma ambayo inajulikana kama INSP, Daktari Dieudonne Mwamba Kazadi, wamewaomba wananchi wa Kinshasa kufuata taarifa zilizotolewa na vyombo na vyanzo vilivyo rasmi. Kwa mujibu wa mamlaka hizo, tangu siku 3 zilizopita, timu za wataalamu wa afya zimekuwa zikifanya kazi katika eneo la Muluku ambako mashua hiyo imeweza kuwasili. Operesheni hiyo inahusisha Wizara ya Afya, Taasisi ya Kitaifa ya Afya ya Umma, Sekretaria Kuu ya Afya, Idara ya Afya ya Mkoa pamoja na Mpango wa Kitaifa wa Usafi katika Mipaka ambao unajulikana kama PNHF. Timu hizo pia zinaungwa mkono na Shirika la Kimataifa la Uhamiaji OIM pamoja na washirika wengine wa afya. Lengo kuu ni kuweza kuhakikisha kwamba abiria wote wanaofika Kinshasa wanapitia katika ukaguzi wa afya ili kugundua mapema dalili zozote zitakazoweza kuashiria ugonjwa wa kuambukiza. Mara tu wanapowasili, abiria wanaandikishwa na taarifa zao zinachukuliwa. Baada ya hapo wanapimwa joto za mwili na kufanyiwa uchunguzi wa kina wa kitibabu.
Katika operesheni hiyo, ufuatiliaji wa watu 4 waliokuwa na homa waligunduliwa miongoni mwa abiria ambao walikuwa wanatokea eneo hizo za Equateur. Mamlaka za afya zimechukua sampuli kutoka kwa watu hao na sampuli hizo zimepelekwa katika maabara kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Hata hivyo, mamlaka zimeweka wazi jambo muhimu sana. Watu hao 4 ni watu wanaoshukiwa kuwa na ugonjwa, lakini kwa sasa hawajathibitishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo wananchi wanatakiwa kutofautisha kati ya kesi kushukiwa na kesi iliyothibitishwa. Matokeo ya vipimo vya maabara ndiyo yatakayoonyesha iwapo kuna ugonjwa au la, na pia watawezesha wataalamu wa afya kuamua hatua zitakazofuata. Kwa sasa mamlaka hazijatangaza kuwepo kwa kesi iliyothibitishwa ya Ebola miongoni mwa abiria hao ambao walikuwa wanatokea eneo hizo za Equateur. Aidha, mamlaka za afya zimefanya ufafanuzi kuhusu chanzo cha mashua hiyo. Kulingana na taarifa rasmi, mashua hiyo ilitoka katika mkoa wa Equateur na si kutoka Kisangani katika mkoa wa Chopo kama ambavyo taarifa fulani zilikuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Mamlaka zimesema kwamba mpaka sasa hakuna uhusiano wa epidemiolojia uliothibitishwa wakati wa tukio hilo na mji wa Kisangani au mkoa wa Chopo. Kwa hiyo wananchi wameombwa kutosambaza taarifa zinazoweza kuongeza hofu au kuchanganya jamii, hasa katika kipindi ambacho mamlaka zinaendelea kufanya uchunguzi ili kubaini hali ambayo inaendelea ndani ya mji. Wakati uchunguzi ukiendelea, abiria wote walikuwa ndani ya mashua hiyo wamewekwa chini ya uangalizi wanapopatiwa huduma na muhimu na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka zimesema kwamba abiria hao wamepata mahitaji muhimu bila ubaguzi. Miongoni mwa huduma hizo ni chakula ambacho kila abiria amepewa milo 3 kwa siku. Pia vyoo vya muda vimewekwa katika eneo hilo pamoja na mahitaji mengine muhimu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba abiria wanakuwa katika mazingira yanayofaa wakati wa kipindi hiki cha kuweza kufuatilia ikiwa ugonjwa wa Ebola uliweza kuja katika eneo hilo. Hatua hii ni sehemu ya maandalizi na mfumo wa kukabiliana na uwezekano wa Ebola nchini Kongo. Lengo ni kuhakikisha kwamba ikiwa kuna mtu mwenye dalili zinazoweza kuhusishwa na ugonjwa huo, wanatambuliwa mapema na wanafanyiwa vipimo na kuchukuliwa hatua zinazofaa bila kuchelewa. Kwa upande mwingine, hatua hizo pia zinalenga kuzuia uwezekano wa maambukizi kusambaa katika jamii, hasa katika jiji la Kinshasa ambalo lina idadi kubwa ya watu. Mamlaka za afya zimeendelea kusisitiza kwamba wananchi hawapaswi kuingiwa na woga kutokana na kuwepo kwa watu wanaoshukiwa kuwa wana ugonjwa wa Ebola. Kwa sasa kinachofanyika ni ufuatiliaji wa kawaida wa afya na uchunguzi wa kina unaolenga kuhakikisha usalama wa wananchi. Wataalamu wanaendelea kuchambua sampuli zilizochukuliwa kutoka kwa watu hao 4 wenye homa. Matokeo ya maabara yanatarajiwa kusaidia mamlaka kuu kujua hali halisi na kuchukua hatua kulingana na matokeo yatakayopatikana. Kwa hiyo wananchi wa Kinshasa, hasa wale walio karibu na maeneo ya Maluku, wametakiwa kuwa watulivu, lakini wakati huo huo kuendelea kuwa waangalifu. Wananchi pia wameombwa kutofuata taarifa zilizotoka kwenye mitandao ya kijamii au vyanzo visivyo rasmi, hasa zile zinazotangaza moja kwa moja kwamba kuna Ebola bila kuwa na uthibitisho wa mamlaka za afya. Mamlaka zimeeleza kwamba taarifa rasmi pekee ndizo zinapaswa kuaminika katika kipindi hichi ambacho hali inazidi kuwa tete na magonjwa yanazidi kuripotiwa siku baada ya siku. Hii ni kwa sababu taarifa zisizo sahihi zimeweza kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi, kuvuruga shughuli za kawaida na hata kusababisha ubaguzi dhidi ya watu ambao hawana ugonjwa wowote. Kwa sasa serikali kupitia Wizara ya Afya
washirika wake inaendelea kufuatilia hali ya abiria hao na mwenendo wao afya katika eneo la Maluku. Timu za afya zinaendelea na ufuatiliaji huku zikisubiri matokeo ya vipimo vya maabara. Kwa kifupi, mashua iliyofika Kinshasa inatoka katika mkoa wa Equateur na abiria wote wamefanyiwa uchunguzi wa kiafya. Watu 4 waliokuwa na homa wamegunduliwa na sampuli zao zimechukuliwa kwa ajili ya vipimo. Lakini sasa hakuna uthibitisho kama watu hao wana ugonjwa wa Ebola. Mamlaka zimeendelea kuwataka wananchi wa Kinshasa kuwa watulivu, kuwa waangalifu na kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya. Wananchi wanashauriwa pia kuepuka kusambaza uvumi na kutoa taarifa ambazo hazijaweza kuthibitishwa. Endapo matokeo ya vipimo yatatolewa, mamlaka za afya ndizo zitakazowajulisha wananchi kuhusu hali halisi na hatua zitakazochukuliwa. Kwa sasa tahadhari zinaendelea na ufuatiliaji unaendelea na abiria wanaendelea kupata huduma muhimu chini ya usimamizi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo basi ujumbe wa mamlaka za afya ni mmoja: tubaki watulivu, tuwe waangalifu na tuamini taarifa rasmi ambazo zinatoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika. Hiyo ndiyo taarifa kuu ya hali ya afya katika eneo la Maluku kufuatia kuwasili kwa mashua kutoka mkoa wa Equateur. Endelea kufuatilia taarifa zetu kwa habari zaidi kuhusu Kinshasa na maeneo mengine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuko ndani ya Ituri huko Mombasa ambako watu 13 wameweza kufariki na watu 14 wanadaiwa kuweza kutekwa katika shambulio linalohusishwa na waasi wa ADF. Katika jimbo la Ituri, mashambulizi dhidi ya raia yanaendelea kuripotiwa katika eneo la Mombasa. Shambulio jipya linadaiwa kuhusishwa na wapiganaji wa ADF limeweza kuripotiwa Ijumaa tarehe 7 Agosti mwaka huu 2026 katika eneo la Banana Ecole ndani ya eneo la Mombasa, jimbo la Ituri. Kwa mujibu wa taarifa kutoka shirika la kutetea haki za binadamu ambalo linajulikana kama Protection Plus, shambulio hilo liliweza kutokea majira ya saa 1 usiku katika eneo lililo karibu na kilomita 20 kutoka Mombasa Centre ndani ya groupement ya Bapongomo katika sheferi ya Babila Babombe. Taarifa zinaeleza kwamba washambuliaji waliingia katika eneo hilo na kuwashambulia raia. Katika tukio hilo watu kadhaa waliuawa huku sehemu ya kijiji ikichomwa moto. Kwa mujibu wa ufuatiliaji uliofanywa na shirika la Protection Plus, hadi sasa miili ya watu 13 ilikuwa tayari imeshahesabiwa baada ya shambulio hilo. Hata hivyo, shirika hilo linaonya kwamba idadi ya waliopoteza maisha inaweza kuongezeka kutokana na ugumu wa kufikika katika baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa. Mbali na vifo hivyo, mali pia ziliweza kuporewa na kuharibiwa wakati wa mashambulio hayo. Taarifa hiyo inasema kwamba magari mawili yalichomwa moto na washambuliaji hao, lakini hali haikuishia hapo. Asubuhi ya Jumamosi tarehe 8 Agosti karibu saa 12 za asubuhi, watu wengine wawili walidaiwa kuchukuliwa na washambuliaji hao. Wawili hao wanatajwa kuwa ni wanaume mmoja na pamoja na mke wake. Kwa kuongezwa kwa watu hao wawili, idadi ya watu wanaodaiwa kuchukuliwa mateka katika matukio ya hilo imefika watu 14 kwa mujibu wa Protection Plus. Kwa sasa haijajulikana kwa uhakika walikopelekwa watu hao wala hali yao iko namna gani kwa sasa. Tukio hilo linaibua tena wasiwasi kuhusu usalama wa raia katika maeneo ya Bapongomo na Babombi ambako yamekuwa yakikabiliwa na mashambulizi na utekaji wa watu, uchomaji wa mali na pamoja na kuhama kwa wananchi. Shirika la Protection Plus limekosoa kile ilichokitaja kuwa ni udhaifu
udhaifu katika mfumo wa ulinzi wa raia. Kwa mujibu wa shirika hilo, kumekuwa na tahadhari kadhaa zilizotolewa hapo awali kuhusu uwezekano wa mashambulizi katika maeneo hayo, lakini bado mashambulizi yanaendelea kutokea. Maitre John Musombolwa ambaye ni mwezeshaji wa mtetezi wa haki za binadamu ndani ya Protection Police amesema wananchi wa Mombasa wanahitaji ulinzi wa kweli na wenye ufanisi badala ya ahadi ambazo hazisaidii kitu, na ahadi hizo zikionekana kuwa ni za pekee. Shirika hilo pia limezitaka taasisi za usalama kufanya tathmini ya kina kuhusu namna zinavyotekeleza jukumu lao la kulinda raia. Protection Police inataka mamlaka za usalama kuchunguza sababu zinazosababisha mashambulizi haya kuendelea kutokea katika groupema za Bapongomo na Babombi. Pia shirika hilo linataka mikakati ya ulinzi wa raia ipitiwe upya na kuboreshwa pale inapobainika kuwa haifanyi kazi ipasavyo. Kwa upande mwingine, shambulio hilo limefanyika katika kipindi ambacho kumekuwa na mfululizo wa matukio ya usalama yanayodaiwa kuhusishwa na waasi wa ADF katika maeneo mbalimbali ya sheferi ya Babila Bapombe. Mashambulizi hayo yamekuwa yakisababisha hofu miongoni mwa wananchi na kuhatarisha shughuli za kila siku. Hadi wakati taarifa hii ilikuwa ikiandaliwa, hakuna majibu rasmi ya mamlaka za kitaifa au za jimbo zinazoripotiwa kuweza kutokea wakati wa tukio hilo. Hivyo bado haijajulikana kama hatua maalum zimechukuliwa kufuatia shambulio hilo, pamoja na juhudi zozote zinazofanya kuwatafuta watu 14 waliopotea na kuweza kutekwa na waasi hao. Protection Police imezitaka mamlaka kuweka ulinzi wa raia kuwa kipaumbele, kuchukua hatua za haraka na kuimarisha usalama katika maeneo yaliyo hatarini na kufuatilia washambuliaji wanaodaiwa kuhusika na mashambulio hayo. Shirika hilo pia linataka hatua zichukuliwe ili kuzuia mashambulizi mengine dhidi ya wananchi katika eneo la Mombasa. Kwa sasa hali halisi ya usalama huko Banana Ecole na maeneo yanayozunguka bado inahitaji kufuatiliwa kwa ukaribu. Taarifa ya awali ilizungumzia watu 13 waliouawa, watu 14 wanaodaiwa kutekwa, pamoja na magari mawili kuchomwa moto katika shambulio linalodaiwa kuhusishwa na waasi wa ADF. Hata hivyo, kwa sababu maeneo mengine bado ni magumu kufikiwa, idadi ya waathirika inaweza kubadilika kadiri taarifa zaidi zitakavyopatikana. Tutaendelea kufuatilia taarifa kuhusu hali ya usalama huko Mombasa, pamoja na hatua zinazochukuliwa na mamlaka baada ya shambulio hizo. Hii hapa ni habari ambayo tulikuwa tukikutayarishia. Acha basi tusonge mbele na habari nyingine. Wasikilizaji wetu wapendwa, tumefika mwisho wa taarifa zetu za leo kupitia Kivu News Info. Tumekuletea habari za ufuatiliaji wa afya mjini Kinshasa baada ya kuwasili kwa mashua kutoka Equateur, na pia tuliweza kuzungumzia malalamiko ya serikali ya Kongo kuhusu ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano, na pia tuliweza kufuatilia hali mbaya ya barabara ya Erengeti kuelekea Kainama katika eneo la Beni. Tunawashukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na kutuamini kama chanzo chako cha taarifa. Ikiwa umependa ujumbe huu, usisahau kusubscribe kwenye Kivu News Info, bonyeza kitufe cha notification ili usikose taarifa zetu mpya, na pia shiriki habari hizi na wengine kupitia mitandao yako ya kijamii. Kwa habari zaidi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine, endelea kubaki nasi. Kutoka Kivu News Info tunakutakia siku njema, amani, usalama.